Maana yake tupo wengi ambao tunafunga, Waislamu wanafunga, na hata sasa hivi pia Wakristo pia nao wapo katika mfungo wa Kwaresima. Kwa hiyo ibada ya funga katika ibada muhimu sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani sura ile ya pili, sura Al-Baqara aya 183, Allah anasema baada ya billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu anasema hakika mmefaradhishiwa kufunga. Lakini aya hii inazungumza, manake inarifaa, si kwamba tukio la kufunga limeanza tu baada ya kuja Mtume SAW. Hii inatuonyesha kwamba funga ilikuwa kabla, na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema mmefaradhishiwa kufunga kabla, yani kama vile walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Kwa maana sisi Waislamu tunaofunga katika zama za Nabii Muhammad SAW, zama hizi si wa kwanza, kwa maana ibada ya funga imeanza nyuma ya hapo. Na Mwenyezi Mungu anatuambia mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Hawa waliokuwa kabla yenu ni akina nani? Na ndio maana leo tunaona kuna matukio mbalimbali ambayo yanaonekana, mfano kama leo tunafunga Waislamu na hata Wakristo nao wanafunga. Kwani nao wamepata wapi? Inaonekana kwamba matukio haya yanaambatana, ni kwamba ni matukio ambayo Waislamu hatukuyazua, wala Wakristo wanaofunga sasa hivi hawakuzua. Ni matukio ambayo yapo katika maandiko. Kwa mfano, Qur'ani inarifaa kwamba tumewafaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yetu. Hawa ni akina nani? Tusome katika kitabu cha Biblia, katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 36 aya ya 9. Inasemaje? Tainukuu hapa. Inasema andiko la Yeremia sura ya 36 aya ya 9, anasema basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 9, watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana katika mwezi wa 9. Kwa hiyo mwezi huu unaokusudiwa, mwezi wa 9, ndio mwezi wa Ramadhani kama tulivyokuwa sasa hivi. Kwa nini mwezi wa Ramadhani? Kiushahidi ni kwamba Biblia inataja ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9 kwa maana ya 9. 9 ni nini? Ni kwamba ni mwezi wa Ramadhani, kwa sababu katika kalenda ya Kiislamu mwezi Shaabani ni mwezi wa 8, mwezi Ramadhani ni mwezi wa 9. Kwa hiyo Ramadhani pia ni mwezi wa 9. Kwa hiyo matukio haya yanathibitisha kwamba funga hii tunayofunga Waislamu hatukuzua sisi, kwamba hata wenzetu wa zamani walikuwa wakifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini faida ambazo zinapatikana? Faida ni nyingi sana. Kwa mfano, katika matukio ambayo Waislamu tunayafahamu, kwanza kumfuturisha, man fattara swaima, anayemfuturisha aliyefunga. Tena tunaambiwa katika hadithi nyingi tu kwamba ni sawa na thawabu zake ni sawa na aliyefunga. Kwa hiyo wapo watu ambao wana uwezo wa kuwafuturisha watu. Na pia hapa kuna kitu ambacho nataka niwafundishe watu, na kuna dhana ambayo watu wanayo kwamba leo kuna watu wanafuturishana, lakini watu ambao wanaalikwa kwenda kufuturishwa, kuna baadhi ya watu wanasema mbona uliowafuturisha wana uwezo wa kujifuturisha wenyewe. Hadithi haikubagua. Hadithi inaonyesha man fattara swaima. Swaima kwa maana wataalamu wa lugha wanajua ni mfungaji yoyote, kwa sababu imekuja kwa nakra. Ni mfungaji yoyote, sio mfungaji maalum. Kwa hiyo hapo, hata kama mtu ana uwezo wa kufuturu lakini ukamfuturisha, unapata thawabu. Tena thawabu zake ni sawa na mtu aliyefunga, kwa sababu tumeona katika Ramadhani ya mwaka jana na miaka iliyopita, kuna baadhi hata ya wasanii nao waliingia katika kufuturisha watu. Lakini katika sisi kama madai, wao ni kuwalingania wabaki katika mambo ya kheri, sio kuwabeza. Kwa mfano, labda leo Diamond ameandaa futari kwa watu, alafu tukambeza, hiyo ifutari haikubaliki, haiswihi, kwa sababu amewaalika sio kina Alikiba,
sio kina nani amewalika, sio kina nani. Hii sio kweli. Mambo kama hayo, sisi kama wa madai lazima tuelewe wajibu wetu, na kwamba hata hii dawa tunayoifikisha basi iwe na manufaa badala ya kubomoa, kwa sababu aliyekusudiwa ni mfungaji yoyote. Kwa hiyo maskini, fukara na hata mtu ambaye anajiweza mfano, na watu nataka wajue nini maana ya futari, kwa sababu futari ni kile kilichokusudiwa kinachomfunguza, breaking the fast, kenye kukata ile swaumo ndio kinachokusudiwa. Kwa hiyo baada ya, na ndio maana wengi ambao wanapata thawabu ni wale ambao wanapokuwa watu wamefunga, ye anapeleka sadaka yake pale, kama futari, kama ni tende na maji kwa watu waliofunga pale msikitini. Kwa hiyo itakapopigwa azana, kile mtu atakachokata kiu, atakachokata swaumu pale, ndio thawabu zinapatikana pale. Sasa wewe ukiwa umeandaa chakula nyumbani, jambo zuri, ina maana kwa maana ya futari umeandaa nyumbani, alafu watu wakiwa wamekuja msikitini, alafu akapita mtu akatoa sadaka ya tende akawafutulisha waliokuja msikitini, alafu baada ya hapo ndio wanakuja nyumbani kuja kula, thawabu nyingi kabeba aliyeenda msikitini kuwafutulisha. Kwa nini? Kwa sababu kilichokusudiwa ni kile ambacho kinakata swaumu, breaking the fast. Kwa hiyo futari kwa maana iftar ni kwamba inakusudiwa kile ambacho kinakata swaumu, ambao hasa katika suna kimekusudiwa ni maji na tende, koko ya tende na maji. Hiyo ndio sunna. Kwa hiyo akiwa hata amekuja bahalesa msikitini, akawa tayari muda wa kufuturu umefika, ukamgaia maji na tende, unapata thawabu. Kwa sababu kuna watu wanapotosha, wakwambia umeenda kuwafuturisha matajiri, wao wana uwezo wa kununua futari. Hapana, kilichokusudiwa katika hadithi, man fattara swaima, yani atakayemfuturisha mfungaji yoyote. Kwa hiyo hadithi iko hivyo. Kwa hiyo watu wasipotoshwe kuvunjwa moyo kwa watu ambao labda wameandaa futari wakawafutulisha watu. Hata kama kuna mtu ambaye ana uwezo wa kufuturu pale, thawabu wewe unapata. Kwani anayelipa ni nani? Ni wewe. Anayelipa si Allah. Kwa hiyo huo ndio mfano halisi ambao nilikuwa nataka watu leo wafahamu. Kwa hiyo tusiwavunje moyo wale ambao katika mwezi huu, ni kwamba ni mwezi ambao watu lazima wabadilike, na ndio maana hata watu walikuwa wanalewa wanaacha. Kwa sababu gani? Ni kutofautisha baina ya mwezi huu na miezi mingine. Na pia hata mawaidha ambayo msikitini huwa yanatolewa, mengine pia yanaharibu baadaye ya kujenga. Kwa mfano, tunaamini kwamba Ramadhani imeingia, hata misikiti itajaa. Sasa ukisimama wewe shekhe ama imamu ukaanza kuwaambia walioingia msikitini kwamba hamswali Ramadhani hadi Ramadhani, yani mnaswali mpaka ifikie Ramadhani, haya mawaidha pia hayajengi. Kwa hiyo pia hata mashekhe tunakosea pia katika mawaidha. Kwa maana shekhe pia tusijifanye kama sisi ni sabuni ya mche, kazi yetu kuosha wenzetu tu, lakini sabuni yenyewe ukiidondosha kwenye mchanga ukiosha haiosheki. Tusiwe hivyo. Kwa maana hata mawaidha pia yazingatie mazingira. Ni kweli mwezi wa Ramadhani watu misikiti itajaa, hata mtu alikuwa analewa ataacha. Basi wewe cha kufanya ni kuwalingania hao ambao sasa wameacha maasi wakaja kwa Mwenyezi Mungu kutubia, basi uendelee kutubia, sio kuwavunja moyo. Kwa sababu ukisema hamswali Ramadhani hadi Ramadhani ndio mnaswali. Sasa huyu ambaye amekuja kuswali leo, kwa maana imani imeongezeka ndani ya mwezi wa Ramadhani, kesho hawezi kurudi msikiti huo, kwa sababu anajua kumbe wanaoswali msikitini wanajuana. Sasa mawaidha yako yana faida gani? Kwa sababu baadaye ya mtu abaki, wewe unamsababisha asije tena msikitini. Kwa hiyo hata mawaidha pia yapo ambayo yanaharibu. Kwa hiyo nimekusudia nini? Ni kwamba wapo watu ambao wanaweza wakafutulisha watu, lakini wanatokea Waislamu hao madai wanaanza kuwashambulia. Hiyo futari hiyo upate thawabu, kwa sababu aliyekuja kufuturu ana uwezo wa kujifutulisha mwenyewe, unatakiwa kufutulishe maskini. Ni kweli, lakini swala la kufutulisha mtu, Mtume SAW hakubagua kwamba lazima anayefutulisha awe maskini tu. Kwamba kufutulisha maskini na fukara, mayatima ni jambo zuri ambao ni bora zaidi, lakini haina maana kwamba akiwa amefutulisha ambao labda mtu ana uwezo wa kufuturu kwamba eti umefanya kosa na hutalipwa. Hayo itakuwa sio kweli, tutakuwa tumeingilia mamlaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo ambalo nimetaka leo watu waweze kulifahamu ni kwamba tumeingia katika mwezi wa Ramadhani, tujipambe katika matendo mema, tutoe sana, tusome sana Qur'an, kwa sababu huu ndio mwezi wa Qur'an. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kitu ambacho tunatakiwa kukifahamu sana ni kuhakikisha kwamba kama wewe una uwezo wa kupata futari, basi hakikisha na jirani yako naye anapata futari kama hana uwezo wa kupata futari. Kama wewe umeweza kufuturu na kula daku unaweza, basi angalia na majirani zako, angalia wale ambao wana mahitaji uweze kuwatolea, ili Mwenyezi Mungu aendelee kukupa baraka zaidi za mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Huu ndio Uislamu unavyokusudia. Kwa hiyo niseme kwamba katika haya ambayo leo nimeeleza, bado kuna mambo mengi tutayazungumza, kuwafundisha watu, kuwakumbusha watu, ili tuweze kutengenekewa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kutengeneza ucha Mungu. Nimalize kwa andiko moja tu ndani ya Biblia. Andiko moja ndani ya Biblia, ninapozungumzia kutoa, twende katika kitabu cha Isaya sura ya 58. Isaya 58. Sababu nizungumzie kutoa pia hata katika Biblia watu ili waweze kufahamu vizuri, wanielewa. Twende katika sura ya 58, nitaanzia aya ya 3. Aya ya 3 inasema 58:3. Isaya. Huyu Isaya ndiye Dhulkifli aliyetajwa ndani ya Qur'an. Inasema hivi, usema mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini hatuangalii? Fahamuni siku ya kufunga kwenu, mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwaelemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, nyinyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi na uovu. Kwa hiyo kwanza, funga inayotakiwa sio funga ya ugomvi, funga ambayo inayotakiwa sio funga labda ya kushindana na watu. Wewe unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa aya ya 5 nasema, je, kufunga namna hii sio saumu niliyoichagua mimi? Je, ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa kwa Bwana na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaletea maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Mwonapo mtu aliyeuchi mkamvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Kwa hiyo tunaona pia mafundisho hata katika vitabu vya kale inaonyesha funga aliyochagua Mwenyezi Mungu kwanza ni kuonea huruma watu, kuwavisha wasiokuwa na mavazi, kuwapa wenye njaa vyakula. Kwa hiyo haya ni yote ambayo ndio faida za funga. Baada ya kusema haya, niishie hapa, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.